mwaminifu. Hivyo dakika hii nataka ujue mtu anaenda kusema na wewe dakika chache ni mtu ambaye Mungu amesema naye. Siko hapa kwa sababu kuna mtu amepiga kura kwamba niseme jambo fulani. Niko hapa kwa sababu Mungu ametaka uwe salama kwenye mikono ya Nabii Esther. Samueli wa kwanza sura ile ya 5. Tutasoma mstari wa 1 mpaka wa 7. Kisha tutasoma mstari ule wa 11. Amen. Kisha hao watu wa Ashdod walipoona ilivyokuwa, walisema hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu. Ili uelewe vizuri kidogo, naomba nipeleke mstari wa 1. Basi Wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu, wakaenda nalo kutoka Ebenezer hadi Ashdod. Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu, wakalitia katika nyumba ya Dagon, wakaliweka karibu na Dagon. Na watu wa Ashdod walipoamka alfajiri siku ya pili, kumbe Dagon ameanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana. Wakaitwa Dagon, wakaisimamisha mahali pake tena. Mstari wa 4. Hata walipoamka kesho yake asubuhi, kumbe Dagon ilikuwa imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanduku la Bwana, na kichwa chake Dagon na vitanga viwili vya mikono yake vimekatika na kulazwa kizingitini. Dagon ikasalia kiwiliwili chake tu. Adui yako atasalia kiwiliwili la. Kwa hiyo makuhani wa Dagon na watu na mtu yoyote aingiaye nyumbani mwa Dagon hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya Dagon huko Ashdod hata leo hii ninavyosema na wewe. Mstari wa 7. Lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdod, akawaangamiza, akawapiga kwa majipu huko Ashdod na mipakani mwake. Mstari wa 7. Kisha hao watu wa Ashdod walipoona ilivyokuwa, walisema hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaa kwetu, kwa maana mkono wake ni mzito juu yetu na juu ya Dagon Mungu wetu. Basi wakatuma watu waende, wakakusanyika kwa wakuu wote wa Wafilisti, wakasema tulifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli? Nao wakajibu, sanduku la Mungu wa Israeli na lihamishwe liende Gath. Wakalihamisha sanduku la Mungu wa Israeli. Ikawa walipolihamisha, mkono wa Bwana ulikuwa juu ya mji huo, ukawafadhaisha sana, akawapiga watu hao mjini, wadogo kwa wakubwa, wakapatwa na majipu. Mstari wa 10. Basi wakalipeleka sanduku la Mungu mpaka Ekron. Ikawa sanduku la Mungu lilipofika Ekron, watu wa Ekron walipiga kelele, wakasema wamelileta hilo sanduku la Mungu wa Israeli kwetu ili kutuua sisi na watu wetu. Mstari wa 11. Kwa hiyo wakatuma watu waende kuwakusanya wakuu wote wa Wafilisti, wakasema liondoeni hilo sanduku la Mungu wa Mamle, liende tena mahali pake, ili lisituue sisi wala watu wetu, kwa sababu kulikuwa na fadhaa kubwa sana mjini kote. Mkono wa Mungu ulikuwa mzito umo huko. Mungu alibariki neno lake. Walichochukua watarejesha katika jina la Yesu. Wamechukua watarejesha. Kazi yako waliochukua watarejesha. Afya iliyoibiwa itarejeshwa. Nyota iliyoibiwa itarejeshwa. Heshima iliyoibiwa itarejeshwa. Naweza nisijue walichokiiba, naweza nisijue walichochukua, lakini natamka urejesho. Warejeshe kwa jina la Yesu. Leo ni siku ya urejesho katika jina la Yesu Kristo.